Kinachoendelea kwa taarifa za ndani katika miji ya Israel kama Haifa, Tel Aviv, Jerusalem na baadhi ya miji mingine, hali yake ni mbaya. Hali ya usalama imezidi kuwa ni mbaya sana. Tatizo tu ni kwamba taarifa nyingi zimezuiwa kutoka kwa sababu ya usalama. Ila hali ya amani imepotea kabisa, na watu ama raia wa Israeli wamekuwa na maisha ya wasiwasi sana, na tumaini pia limepotea kwa sababu kilichobaki anayetegemewa kwa ajili ya kuisaidia na kuiokoa kutoka kwenye hili tatizo hapa ni Donald Trump. Upande wa Donald Trump, yeye amesema anajipa wiki 2 kwa ajili ya kufikiria kufanya maamuzi, lakini kwa Israel wamekwisha kukata tamaa kabisa. Watu wamekwisha kuona kabisa hali imeshakuwa ni mbaya na vita imeshakuwa ngumu. Kwa maisha yao imekuwa ni ya kujificha muda wote. Hakuna shule zinazofanya kazi, hakuna ofisi zinazofanya kazi. Mambo yamekuwa ni magumu kwa sababu mashambulizi yamekuwa ni kila kona, iwe asubuhi sasa hivi, iwe ni mchana, iwe ni usiku. Mashambulizi yamekuwa ni mengi na maeneo mengi yamekwisha kuharibika mno. Kwa hiyo hali ni mbaya, wasiwasi umekuwa ni mkubwa mno, hofu imekuwa ni kubwa mno. Muda wowote watu wanaogopa kufa, na wanaokufa ni wengi sana katika taifa la Israeli, ni wengi mno, isipokuwa tu serikali yao imegoma kutoa taarifa za watu wanaofariki kwa ajili ya kuepusha wanaita ile mshtuko miongoni mwa watu, kwamba watu wasifikirie kwamba labda wanakufa sana wakakata tamaa zaidi, alafu wakafanya labda vurugu ya maandamano na vitu vingine kama hivyo. Lakini hali ni mbaya sana. Pengine wangekuwa wanaruhusu kutoa hizo video, manake watu wangeshangaa, madunia ingeshangaa kile kinachofanyika Israeli. Ni kweli hii ni Israeli au la? Hiyo ndo hali halisi ya huko Israeli.